Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Umejaa sifa na utukufu. Wewe ni Mungu, umetuchagua tukaweza kuitwa watoto wako, wale uliowachagua kwa kupenda kwako wewe mwenyewe, na ukatutuma katika kazi yako, na ukatupa Roho wako Mtakatifu, yule anaye nena utukufu katika maisha yetu, yule aliyetutangulia kabla hatujazaliwa, yule alitangulia kabla msingi wa ulimwengu kuwekwa, ndio aje aweze kutusaidia na kutuelekeza kulingana na vile upendavyo. Na kushukuru Bwana wangu, Mungu wangu, ulitutuma na ukatuambia ya kwamba ati twende ulimwenguni mzima tukahubiri Injili. Na wakati tutakapoihubiri Injili, tuwaambie watu wako Mfalme yale yote uliyoyanena wakati ule ulikuwapo hapa ulimwenguni pamoja na mitume, na ukawahakikishia ya kwamba wakati watakapotenda kazi yako kulingana na mapenzi yake, atakuwa pamoja na wao. Hata sisi siku ya leo Bwana, ninakushukuru ni kwa sababu pamoja nasi mpaka mwisho wa dahari. Wakati wowote Bwana Jehova Jireh, tutaenda andamana pamoja na neno lako kulingana na vile lilivyo, na tulihubiri kulingana na vile linavyohitajika. Upendo wako Bwana Jehova Jireh wanena katika mioyo yetu na katika mawazo yetu. Umetubadilisha Bwana Jehova Jireh, tukatoka katika mawazo yetu na tukatoka katika mioyo yetu sisi wenyewe, na tukaingia katika utukufu wako Bwana, ule mfalme wa ajabu uliwapa wale Bwana Jehova Jireh uwapendao. Mapenzi yako Bwana Jehova Jireh ni yale mfalme mwema uliyoyatia ndani yetu Mfalme kabla hatujazaliwa. Katika msalaba wako Bwana Jehova Jireh, mahali ulikufa Jehova Jireh, uliinua neno lako juu yetu, na ukainua mapenzi yako juu yetu ndani yetu Bwana Jehova Jireh, ukatuchagua ukaweza kufanya kazi ndani yetu mfalme wa ajabu katika ulimwengu tulio ndani yake, kwa kuwafungua watu wengi Bwana Jehova Jireh na kuwaelekeza kulingana na vile upendavyo. Pasipo wewe Bwana Jehova Jireh hakuna mtu awezaye kutenda jambo lolote Bwana, na pasipo neno lako Bwana Jehova Jireh hakuna kuamini, na hakuna Bwana Jehova Jireh neno lako hakuna kufunguliwa na kuonyeshwa mapenzi makuu ya ajabu yale Bwana Jehova Jireh wewe umeyainua. Herimasete didai contribuity authority didai contarababoria kesinete didai Father. Ulikuja ulimwenguni ndio Bwana Jehova Jireh ukaweza kuelekeza watu Bwana, na kuwafungua watu Bwana Jehova Jireh, na kuwaondolea hali yote Bwana Jehova Jireh ilikuwa ya uovu, na dhambi yote Bwana Jehova Jireh ilikuwa imejichimbia na kujijengea ndani yao, pasipo Bwana kuweza kuyaondoa wala kuyaweka yani pasipo Bwana Jehova Jireh kujifungua wao wenyewe. Wewe Bwana mfalme wa ajabu, pasipo kuitisa kitu wala kupewa kitu, wala Bwana Jehova Jireh pasipo malipo yoyote Bwana, ukakufa msalabani, ukazikwa na siku ya tatu ukafufuka, ndio sisi wote tuweze kupokea ahadi ile Bwana Jehova Jireh ilikuwa imeahidiwa Abraham. Na ndio hiyo Bwana Jehova Jireh tulikuja kuipokea kumpitia Yesu Kristo, yule aliyekufa msalabani ndio watu wote waweze kusamehewa dhambi. Gift ile kubwa sana katika ulimwengu huu ni salvation ile Bwana Jehova Jireh uliyoionyeshana kupitia kazi ya Kristo Yesu, ile Bwana Yesu Kristo aliyoifanya kwa kufa, kusikwa na hata kufufuka, na kufanya jina lako liweze kuinuliwa zaidi na zaidi Bwana Jehova Jireh juu ya majina yote. Recrescete dicority okanete didaikomas elekemetaria digolesete litimololi ya clemetaria divarity oh dia glemetaria desire my Father. Ukafanya Bwana Jehova Jireh mioyo yetu tukaweza kufunguliwa kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ule Bwana Jehova Jireh ulitutoa katika giza. Ubatizo ule Bwana Jehova Jireh ulifanya mioyo yetu ikaweza Bwana kubadilika, na tukaweza Bwana Jehova Jireh kufanyika kuwa chombo kila Bwana Mtakatifu unakitumia pasipo na uoga wowote, kwa kujua ya kwamba sisi ni kazi ya mikono yako. Umetujenga na mjengo ulio wako, umetuumba na ubanji ulio wako, na chochote kile Bwana ulicho nacho hicho ndicho nasi tuko nacho. Yote yale utendayo hayo yote Bwana unajua na unaamini ya kwamba hayo yote ndio tutayafanya. Ni kwa sababu hakuna mwanadamu yeyote aliyo na chake. Chochote tunacho ni chako wewe Bwana umetupa. Helinesete didai contribuity huriemesha rabagunity didai contiba lekosete didai komalitete litukarete didai komalitaya litioseleta ya desire my Lord.
God, ilobalitedi thy Father, katika utukufu mkuu ule Bwana uliouonyesha katika msalaba, na ufufuo ule Bwana Jehova Jire uliofufuka katika kifo chako Bwana, kiliweza kufanya watu wote waweze kuwa watu wote wa ulimwengu waweze Bwana kuhesabika kuwa wenye haki. Kwa hiyo kazi moja Bwana Jehova Jire ulioionyeshana, ninakutukuza mtakatifu, ni kwa sababu Bwana wale wote walioamini walifanyika kuwa wana wa Mungu, na waliweza Bwana Jehova Jire mfalme kutiwa katika haki yako mfalme, ile Bwana Jehova Jire haitingiki milele. Katika uwezo wote wako wote Bwana, sisi tukasimama juu ya jiwe lile halitigiziki Bwana Jehova Jire. Asante Mungu wangu Bwana, kwa majina mapya Bwana tumeitwa mtakatifu. Likomasi lilete la komba ya kurana sebo atanete didai consintolina lesiste didai Father. Umetuondolea uoga wote ndani yetu, na ukatuondolea Bwana Jehova Jire hali yoyote ya kujiona tukiwa duni, na hali yote Bwana Jehova Jire ya kushindwa, hali yote Bwana Jehova Jire ya kulemewa. Ni kwa sababu wewe kazi yako Bwana ni kupeana. Ulitupa uwezo wa kuwa wana, ulitupa uwezo wa kuitwa wana wa Mungu, ulitupa uwezo wa kuitwa watakatifu. Horipaline tedilai Father, na hakuna jambo lingine mtakatifu litaweza kufanya mwanadamu aweze kukubalika wala kujulikana isipokuwa tu Bwana Jehova Jire yale yote ulioyapanga kutoka mwanzo mtakatifu. Umetubariki na baraka yote ya rohoni, ukatufungua Bwana Jehova Jire macho yetu ya rohoni, masikio yetu ya rohoni Bwana, na ukatupa utukufu ulio na nguvu na mamlaka juu ya kazi ya kila kitu katika ulimwengu tulio ndani yake. Tunakutukuza wewe Bwana na tunakuinua mfalme. Umetupa familia zinatufurahisha, umetupa makanisa Bwana Jehova Jire, na ukatupa Bwana wasiriki wale Bwana Jehova Jire wanasiriki katika utakatifu na uaminifu, na wale Bwana hawana uoga wowote wakati wanapohubiri injili hii Bwana Jehova Jire uliopeana kumpitia mwanao. Bwana ni nani alikoromasi kariba terirai kontaribereti? Wewe tu ndiye nguvu, wewe tu ndiye uwezo, wewe tu ndiye mamlaka, wewe tu ndiye utukufu. Ni nisuri baze terirai kontaribereti. Pokea sifa na utukufu Bwana wetu na Mungu wetu mfalme, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen, amen, amen. Hallelujah. Ni kwa upendo wako Bwana sisi tunaitwa. Hallelujah. Ni kwa upendo wako Bwana sisi tumesimama. Ni kwa upendo wako Yesu Kristo sisi tuko na nguvu na uwezo na mamlaka ya kunena utukufu na utakatifu. Nedirake na ni todo wa wega wa Ngai ucio mwathani witu atuheire o riria tutari na hinya. Uthamaki ucio atuheire o riria tutamenyete njira ya uthamaki wa Ngai, no umuthi uyu niturikitie kuumenya. Nindiracokia ngatho ni tondu wa mwito wa utugi na wa uhotani. Katika kitabu ya 2 Timothy, katika kitabu ya 2 Timothy katika kitabu ya 2 Timothy 3 tunaangalia neno lake Bwana. Kwa sababu wakati ule tunapolisoma neno la Bwana linatutia nguvu, neno la Bwana linatufungua. Na katika kutoka mwanzo Mungu alitangulia na neno. From Genesis 1 yote Mungu ndiye alitangulia kulinena neno kupitia Moses. Na wakati ule Moses alisikia sauti ya Bwana, aliweza kuandika yale Bwana aliyoyafanya, aliyoyanena, ndio ulimwengu uweze kubika na kufika mahali ulimwengu umefika. Na tunaona ya kwamba alitangulia na kusema ya kwamba na kuwe na kukawa. Na yale yote alisema na kuwe, Genesis 1 yote na Genesis 2 ilifanyika kuwa kwa sababu ya upendo wa ajabu. Na mwambiaga kila wakati mimi napenda sana kufundisha.
Na ninapenda kufundisha kwa sababu wakati mwanadamu anapofundishwa ndio anakuwa na hekima, ndio anaelewa, ndio anapokea. Bwana asifiwe. Ndio anafundishika. Tukisoma mstari kama huu 2 Timothy 3 inasema ya kwamba 3:15 inasema ya kwamba and that from a child hast known the holy scripture which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kwa hivyo kulingana na neno hili, mimi nilikuwa ninalitazama, ninaona ya kwamba neno la Bwana ndio linafanya mtu aweze kukamilika. Neno la Bwana ndio linafungua mtu. Neno la Bwana ndio linafanya mtu awe delivered. Neno wakati linapoingia ndani ya moyo wangu, linanibadilisha kutokana na ndani. Linanitoa katika giza. Linafungua, neno likiingia ndani yangu linanifungua macho. Si jicho hili, jicho la udani. Nalo jicho la udani likipokea hiyo nuru kupitia neno la Bwana, hiyo nuru ya neno la Bwana linafungua hata hili jicho la juu. Mambo yale jicho la juu ilikuwa inataka kuona, kwa sababu ya jicho la ndani kuchukia mambo yale yasiyo na msingi, haitaki kuyaona, haitaki kuyafuata. Hata hili jicho la juu linafundishika kutofuata kile uungu wa ndani, ama jicho la ndani halitaki. Moyo, wakati neno la Bwana limeingia ndani ya moyo, inabadilisha moyo wa mwanadamu na kufanya moyo wa mwanadamu apende kile hangekipenda. Inafanya moyo wangu katika udani wangu upende kile singekipenda na singekitamani. Ukweli ni ya kwamba sikuwa natamani wokovu, sikuwa napenda Ukristo, sikuwa na haja. Nilikuwa tu katika ukawaida. Nilikuwa naenda church siku zote, nilikuwa natoa, nilikuwa natoa tithe, nilikuwa natoa sadaka, nilikuwa nanyenyekea, nilikuwa natumikia watumishi sana hata ndio niweze kubarikiwa. Nilikuwa nafikiria wakinipenda nimependwa na Mungu, mambo kama yale yote. Nilikuwa nafikiria nikikula mesa na nikunywe divai nimehesabika kuwa mmoja wa ufalme wa mbinguni. Lakini sikuwa na haja kutambua neno la Bwana vile linavyohitajika niweze kufanya kazi ndani ya moyo wangu. Sikuwa ninajua kuna kazi neno la Bwana linaweza nifanyia udani wangu. Nilikuwa ninafikiria kazi yangu, matendo yangu itaweza kunibadilisha. Kumbe wakati wowote tunapoonyeshana kazi zetu, wakati wote tunapoonyeshana bidii yetu, tuko tu nje ya mapenzi ya Mungu. Hakuna kitu tunapokionyeshana cha ufalme kinaweza onyeshana ufalme wa Mungu na neema ya Kristo ile aliyoonyeshana katika ufalme tulio ndani yake, kulingana na kufa kwake, kuzikwa kwake na kufufuka kwake. Yeye Kristo ndio alitenda kitendo cha kufa, kuzikwa na kufufuka. Na sisi tulikuwa tumejaribu tukashindwa. Yesu alikuja katika ulimwengu wakati ule tulikuwa tumeshindwa. Wakati ule tulishindwa kutenda kitu, wakati ule tulishindwa kutenda kazi, wakati ule tulishindwa kuonyeshana mapenzi ya Mungu. Mungu kwa huruma zake akamtuma mwanae Kristo Yesu, naye mwanae akakuja ulimwenguni. Yeye ndiye aliweza kutimiza kitendo kimoja cha haki. Aliingia patakatifu pa watakatifu kwa damu yake mwenyewe mara moja ya kutosha. Akaweza kufanya ulimwengu wote ukaweze kugeuka na ukaweze kupokea haki kwa kuwafungua katika dhambi zao
na kuwatoa katika hali ya kifo kile kilikuwa kimewafunika. Bwana asifiwe. Kifo kilikuwa kinalia mioyoni mwao, dhambi ilikuwa inalia moyoni mwao, ile haingeweza kutolewa na kitu chochote kile, ile haingeweza kuondolewa na tabia nzuri, ile haingeweza kutolewa na kazi ama kujitahidi. Walikuwa wamejaribu kutoa kila kitu, wakatoa wanakondoo wale waliochinja, na kila wakati walikuwa wanatubu, kwa kila jambo walikuwa wanatoa mwanakondoo. Ile damu haingeweza kumuoza mwanadamu kulingana na Hebrews 10:1 from 1. Hallelujah, Bwana asifiwe. Tukafika katika nafasi ya kutambua na kuelewa, sio kazi yetu, sio mapenzi yetu tulipokea wokovu, sio kupenda kwetu wala kuomba, sio kufunga kwetu tuliweza kufanywa kuwa delivered. Tulideliviwa tu hivyo bure kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Kristo akatenda kitendo moja cha haki ndio mimi na wewe tuweze kufunguliwa. Kristo alisulubiwa msalabani. Kwa kazi yake yote alionyeshana kulingana na vile Mungu mwenyewe alivyopenda mwanadamu aweze kufunguliwa. So hakuna mwanadamu yeyote yule angeweza kukufia mwanadamu. Hakuna mwanadamu yeyote yule angeweza kufia mwanadamu aweze kumuokoa. Mungu akamtuma mwanae yule hajawahi fanya dhambi na hajawahi jua dhambi, hajawahi pingwa na dhambi, aje ulimwenguni, mtu mwenye hana dhambi aje ulimwenguni aweze kuwafungua wenye dhambi, kwa sababu hakuna mwenye dhambi angeweza kufungua mwenye dhambi mwingine, na hakuna mtu wa ulimwengu angeweza kukufia mtu mwingine, hakuna angekubali. Lakini mwanae Kristo Yesu alikuja ulimwenguni akatufungua sisi na dhambi zote zile tulikuwa ndani yake. Hori krumasete didai kontribia rokota hadika laketa libala. Yesu Kristo hakuangalia yale yote tulikuwa tumeyatenda, hakutaka kujua tumeipokea dhambi namna gani. Yeye alikuja na moyo wa kwamba nimeenda kuwafungua wanadamu wale waliumbwa kwa mfano wetu sisi. Haleluya. Ndio waweze kupokea ahadi ile Bwana aliyoyanena, alitangulia kuyanena kumpitia Abrahamu. Na wakati Yesu Kristo aliposhuka ulimwenguni, alijifunua nguo yake ya uungu, akauvaa mwili wa mwanadamu. Na wakati alipouvaa mwili wa mwanadamu, alifanyika kuwa kama mwanadamu. Akazaliwa kama vile mwanadamu aliyezaliwa. Alizaliwa na mwanamke anayeitwa Mariamu. Alitungwa ndani ya tumbo la mwanadamu anaitwa Mariamu, na akaweza kuzaliwa kama vile mimi na wewe tumezaliwa. Yesu alikutana na hali gumu katika maisha yake. 33 years alikutana na hali gumu. Alilia vile mtoto anavyolia. Alipata njaa kama vile watoto tunapata njaa. Alifanyika kuwa mtoto kikawaida. Kikawaida ya mtoto. Vile mtoto anafanyanga, vile mtoto anatesekanga, aligojeka kama vile tunagojeka. Wakati mwingine alikataa kutii mama yake kama mtoto tu wa kawaida. Alitumwa na mama yake na baba yake kama vile nasi tunatumwa. Alitumika katika kazi ya nyumba yake, ya nyumba ya mama yake. Yes. Alienda kanisani kama vile tunavyoenda. Bwana asifiwe. Alikosa nguo kama vile wakati mwingine tunakosa. Alikosa pesa kama vile wakati mwingine tunapokosa. Kikawaida ya mwanadamu Yesu alipitia pale. Lakini haya yote haikujalisha kazi ile Kristo Yesu alipokuwa amekuja kuifanya hapa ulimwenguni. Alidhibitisha, alionyeshana sawasawa kulingana na vile Mungu alivyokuwa anavyotaka. Ndio mimi na wewe tuweze kujua tuna uwezo na tuna nguvu
ya kuweza kusimama katika mwanya wa kuandamana na hali ngumu na hali nzito na hali mbaya katika ulimwengu tulio ndani yake, na tuweze kuwa na ushindi mkuu wakati wa mwisho. Haleluya! Yesu alifanyika hivyo hayo yote, na mwishowe akaweza kuwa katika ushindi wa ajabu, na akafanya jina la Bwana liweze kuwa glorified in the universe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mapenzi ya Mungu ni sisi sote tuweze kulisoma neno. Neno lile linaweza kutuhekimisha, na ndio tuweze kutambua na kuelewa vile kazi ya Kristo ilipofanyika katika ulimwengu, vile Kristo alipoteseka katika ulimwengu, na yale mateso yote akaweza kuyashinda katika msalaba. Yesu alishinda kifo na akashinda mauti. Yesu alishinda yeyote yule alikuwa anayempinga. Aliweza kuwafungua macho, akaona ya kwamba yeye Kristo hakuwa mwanadamu wa kawaida. Alikuwa Mungu na alikuwa mwanadamu, na wanadamu wake haukupinga uungu ukose kufanya kazi yake, na uungu wake haukuzuia wanadamu ukose kufanya kazi yake. Alisimama katika mwanya pande zote, na akaweza kuonyeshana mamlaka na ukuu wa Mungu. Hakuna jambo liliweza kumfanya kuwa uoga, na mahali popote alifanyika kutakiwa kusimama, alisimama, na jambo lolote lilihitajika aweze kulifanya, alilifanya, kwa sababu yeye hakukuja hapa akiwa aongozwe na mwanadamu. Yeye uongozi wake wote ulitokana na Baba, ulitokana na Mungu wake. Haleluya! Na Mungu wake ndiye Mungu wangu. Bwana asifiwe. Baba yake ndiye baba yangu. Haleluya! Kiongozi wake ndiye kiongozi wangu. Kwa hivyo hakuna jambo linaweza kuja katika maisha yangu liweze kulinilemea kama Kristo hakulemewa. Kile kinahitajika ni ya kwamba tuweze kulisoma neno kulingana na vile linavyohitajika, na wakati tunapolisoma neno tuweze kuliamini, na wakati tutakapoliamini tutashinda hali yoyote ile itakuja kinyume na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Na kupenda sana wewe mtu wa Mungu ulio hapo, wakati kama huu tunapolisoma neno kama hili, ni wakati mzuri sana wa kuelewa na kutambua ya kwamba kwa hivyo maisha yangu haimo ndani yangu. Maisha yangu haimo ndani yangu. Mimi yule anayefanya kazi ndani yangu ni mfalme. Na yule mfalme ni yule aliweza kuokoa ulimwengu wote na kuokoa mwanadamu mahali popote alipo, na kuweza kuonyeshana mamlaka ya Mungu katika ushindi mkuu ule Kristo aliyouonyeshana siku ya tatu. Kwa sababu kama Kristo angefufuka siku ya tatu, ingekuwa tu ni uongo na hatungepokea uzima wa umilele. Lakini kwa sababu ya ufufuo wa Kristo Yesu katika msalaba, katika kifo chake, sisi sasa, mimi na wewe, tumeupokea ufalme wa mbinguni kwa utukufu wake wote. Sisi tunaitwa wana wa Mungu kwa sababu ametuita na tukafanyika kuwa watu wasio wa mwilini. Sisi ni watu wa rohoni kwa sababu tumeshinda mwili. Tumeshinda mwili na kazi yote ya mwili tumeishinda. Na wakati kama huu tumefanyika kuwa temple of God. Tumekuwa sasa, sisi ni nyumba ya Bwana, mahali pale Mungu anafanyia kazi, kama vile anaifanya kwa wakati huu tunaponena pamoja nawe. Mimi nimefanyika kuwa nyumba. Mdomo wangu ni chombo moja cha kufanya watu wengi waweze kufikiwa. Mimi ni nyungu, kama vile ninavyotumia nyungu nikipika githeri. Pasipo nyungu ama pasipo sufuria, pasipo hiyo chombo, siwezi pika githeri na kichungi, siwezi pika githeri na kikombe. Haleluya! Lakini nyungu iko pale kwa sababu ya ile githeri nataka kupika. Bwana asifiwe. Sasa mimi hapa, nami niko hapa nikiwa mfano wa ile nyungu inayotumika kwa kupika. Mimi niko hapa kama nyungu ile Mungu anaweka Roho wake Mtakatifu ndani yangu niweze kupika chakula kinachofaa
kulingana na vile Mungu anavyotaka, na kile chakula kiweze kukuliwa na kutumika kwa watu, na watu wengi waweze kushimba, wakikikula waweze kutoshereka. Ni kwa sababu hakuna kitu kingine kitaweza kutosheresha mwanadamu isipokuwa tu chakula kile kimepikwa na nyungu ile Mungu ameifanya kuwa chombo kizuri, na chombo kimechaguliwa, na chombo kimetumwa, na chombo kinatumika kupitia Roho Mtakatifu ndio kitimize kazi ya Bwana kulingana na vile Bwana anavyotaka. Wewe ni mmoja wa wale wamechaguliwa, umefanywa nyungu ya kupika chakula kile kinachofaa, chakula cha rohoni. Haleluya. Bwana anasema nitakufanya kuwa chombo kipya, nitakufanya kuwa Mungu amenifanya kuwa, Mungu amekufanya kuwa, Mungu amekuinua, Mungu amekubadilisha, Mungu amekufanya kuwa dhamana katika uso wake. Akasema mahali hapa, akasema ya kwamba Kiswahili anasema, na ya kuwa tangu utoto umeajua. Huyu ni Timothy. Paul alikuwa ananena kuhusu Timothy. Tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu. Kwa hivyo Timothy alikuwa ametambua na ameelewa neno la Bwana. Paul wakati aliposikiliza Timothy, aliona na alisikia udhamana wa wingi wa utukufu wa Mungu ndani ya moyo wake. Alisikia kweli kwamba neno la Bwana limejaa ndani ya moyo wa Timothy. Haleluya. Mpaka akatoa ushuhuda ati tangu utoto umeajua. Mimi na wewe hatujachelewa, hata kama wewe ni mzee wa miaka 40 wa 50 wa 80, haujachelewa. Ingia katika nafasi yako, ingia katika hiyo nafasi, lisome neno katika uzee wako, lisome neno kutoka katika udogo wako, kwa sababu katika neema ya Kristo hakuna utoto. Mahali umejulia neno la Bwana takatifu na kulitabua katika utakatifu wake, umekuwa mtoto umekuwa mchanga katika neno. Wewe katika utoto wako umeyatambua neno takatifu la Mungu, na litaweza kukuhekimisha. Lile neno umelitambua litakupa hekima, na hekima ile kamili, na hekima ile inanena utukufu, ni hekima ile itokanao na neno la Bwana. Mwathani ya rogosho. Oge uria urabatara kugia naguo ni oge uria umaine na kiugo kia Ngai, tondu thiini wa kiugo kia Ngai nikuo oge wothe uhithitwo, nikuo umenyo wothe uhithitwo. Haleluya. Na ndio uweze kufika katika nafasi ya kuitwa delivered, ni lazima uwe na hekima yote, ufahamu wote ndani yako, ndio uweze kutambulisha utukufu na ushindi wa Bwana katika uwezo wote na katika mamlaka yote. Haleluya. Natukuza Baba yangu, na muinua Baba yangu, ate utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha. Maandiko yale matakatifu yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu, yaweza kukuhekimisha mpaka upate wokovu. Kwa hivyo wokovu hautoki kwa upatikani kwa kuombewa. Hiyo ni kitu moja hadharani imenenwa na neno. Ati ni utuweze kusoma maandiko na kuyatambua vile ilivyo, kuifahamu vyema, ndio uweze kupata wokovu. Wokovu umetoka katika neno, sio kwa maombi na kufunga. Wokovu haujatoka kwa kuombewa wala kwa kukula mesa. Wokovu haujapatikana kwa kutumbu. Wokovu haujapatikana kwa kuzaliwa kwa hospitali.
na wale wengine kuna huko vichakani. Haijalishi wewe ni wa kabila gani, haijalishi wewe ni wa nchi gani. Wokovu sio nchi ate ile iko na utajiri Amerika, US, ate zile unajua ni wela. Hapana. Hata yule tajiri na maskini, tajiri alikuwa na utajiri mwingi, lakini mwisho wake alishia katika jehanamu ya moto. Bwana asifiwe. Sio Mungu haangalii umaskini wako ati kwa sababu wewe ni maskini akuokoe. Haangalii utajiri wako ati kwa sababu wewe ni tajiri akuokoe. Mambo na wokovu ni kuamini neno la Bwana. Wakati utakapoliamini neno la Bwana, kulisoma, kulisikiliza na kuliamini, baadaye kulikiri. Haleluya. Wakati wowote utaweza kufika katika hiyo kiwango, neno la Bwana litaweza kukuokoa. Tu wakati mwingi tunasoma katika kitabu ya Roman 10. Wacha kwanza nimalize hii. Ati maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Number 2. Number 1, nimekuambia hakuna wokovu utokao kando na neno. Neno ndio linafanya mtu aweze kupokea hekima, na hiyo ile hekima inakufanya kuwa mwokovu. Number 2, hakuna mahali pengine utaweza kupokea wokovu isipokuwa tu ni ndani ya Kristo. Nje ya Kristo hakuna kupokea wokovu. Nje ya Kristo hakuna kuitwa mwana wa Mungu. Nje ya Kristo hakuna kumjua Mungu. Nje ya Kristo hakuna kuitwa righteous. Kwa hivyo Christ ndiye mambo yote. Christ ndiye njia, Christ ndiye uzima, Christ ndio umilele wote, Christ ndio nuru, Christ ndiye nyumba ile sisi tunao kibiria tuweze kukaa ndani yake. Haleluya. Hakuna mahali pengine. Nje ya Kristo hakuna wokovu. Nje ya Kristo hakuna uzima. Nje ya Kristo, haleluya, hakuna deliverance. Deliverance haikuji kwa sababu umetolewa mapepo. Sio mapepo kutolewa, ni kuamini neno. Neno linafukuza mapepo. Watu wengi wanajiita wokovu, wamejaa mapepo na ndio wanaobewa kila Sunday. Na hakuna mtu aliye na pepo ameokoka. Hakuna, na nitarudia tena, hakuna mtu anasema niko na mapepo nitaenda kufukuziwa mapepo ameokoka. Sababu wokovu kamili kupitia deliverance inafungua mtu kutoka katika utukufu huu na kumpeleka katika utukufu mwingine, kumtoa katika ulimwengu wa giza na kumuingiza katika ulimwengu wa nuru. Deliverance inakutoa katika ulimwengu wa giza. You are delivered from the kingdom you are delivered from the kingdom of darkness na kuingizwa katika kingdom of light. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni lazima uwe kuna mahali unatolewa ndio uweze kuingizwa mahali pengine. Katika ufalme huo wa giza umejaa demon, umejaa mateso ya kila aina. Lakini wakati umetolewa huko, demons unasiacha na huko umetoka, unaingizwa katika ulimwengu wa nuru. Ulimwengu wa nuru umejaa fadhili za Bwana, umejaa ushindi wa Bwana, umejaa amani na furaha, umejaa wokovu kamili, pendo la Bwana, neema. Haleluya. Bwana asifiwe. Wacha tu nimekwambia, umeambiwa ya kwamba ate upate wokovu kwa imani
iliyo katika Kristo Yesu. Sio kwa matendo, sio upate wokovu kwa matendo, ni upate wokovu kwa imani. Sio upate wokovu kwa utajiri, ni upate wokovu kwa imani. Sio upate wokovu kwa maombi, ni upate wokovu kwa imani. Bwana asifiwe. Iliyo ndani ya Kristo Yesu, sio nje ya Kristo Yesu. Haleluya. Paulo siku moja katika kitabu ya wakati mmoja katika kitabu ya Roman 10 number 1 akasema Roman 10:1 akasema ya kwamba, at brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Ya Mungu, na ate ndugu zangu nitakayo sana moyoni mwangu, na dua yangu ni mwombayo Mungu ni kwa ajili yao, ili waokolewe. Kwa nini Paul aliomba ombi? Paul mwenyewe alikuwa anaelewa Israelites vile walivyokuwa wanaandamana na Mungu. Paul alielewa, kwa sababu Israelites waliongozwa katika sheria, walitumikia sheria, hawakutoka nje ya sheria. Hata wakati waliletewa neema waliikataa. Hata wakati Mungu alitaka waweze kuwa mapatano na yeye, wana wa Israeli walikataa. Wakaambia Musa, hapana Musa, tumekuchagua uweze kuwa kiongozi wetu. Enenda kwa baba umsikilize, na yoyote atakayosema utuletee. Kwa hivyo Paul alielewa na alitambua wokovu hawa Israelites wanasema wanayo si wokovu, hauna nini, huo wokovu wao haukuwa na kitu tunayokiita ufahamu. Ni wokovu uliokuwa hauna ufahamu. Hawakuwa na knowledge ya kutambua wokovu wa Mungu na wokovu ulio wao, wokovu wa kazi na wokovu wa neema. Walikuwa katika kazi usiku na mchana, walizunguka katika nyika katika miaka yao yote pasipo imani. Hawakuwa na imani. Bwana asifiwe. Walifanya kazi wakifikiria kwamba hiyo kazi ndio itawaingiza katika ufalme, hiyo kazi ndio itafanya Mungu awapende, lakini ikawa ile kazi haikuwa kufanya waweze kujulikana kamwe katika imani. Walizunguka katika matendo na kazi zao, lakini hawakuonyeshana mapenzi ya Mungu yoyote hata kidogo, wakati walipokuwa katika nyika, wakati walipokuwa pamoja na Moses. But Moses alijua hawa watu wamekataa Mungu. Alijua na alielewa hawa watu wamekataa Mungu, na kwa sababu wamemkataa, nitawaongoza namna gani pasipo Mungu? Kumbuka siku moja Moses, wakati Mungu alimwambia Moses, ongoza watu hawa wapeleke, kwa sababu mimi nikiandamana nao nitawaua jiani. Naye Moses akakimya, akafikiria, akamwambia Bwana, kama hawadamani pamoja nasi, usijaribu kutuambia tutoke hapa. Ndukari yote ila tumeha akikorwa ndo gutwarana na ithuĩ. Musa alitambua Mungu ni wa huruma nyingi. Mungu ni wa fadhili nyingi. Hata kama amesema hivyo, wataandamana na ataweza kuwaokoa katika hali yoyote ile watakao kuwa nao. Lakini wana wa Israeli hawakutambua Mungu yule aliyekuwa ndani ya Musa. Walimuona Musa na wakamtazamia Musa. Walifanya Musa mambo mengi sana wakati walipokuwa nyikani. Walimdharau pamoja na Mungu wake. Lakini Musa hakuondoa mkono wake juu yao. Aliendelea tu na kuwaongoza, sababu yeye alikuwa na siri ya uungu ndani yake. Haleluya. Alimuinua yule Mungu aishie milele. Musa hawakuomba Mungu mmoja na wana wa Israeli katika nyika. Wana wa Israeli walikuwa ndani ya miungu, ndani ya mioyo yao.
walimfanya Musa kuwa Mungu wao, lakini Musa alikataa kuonyeshana ukuu na utukufu wake. Yeye akamtazama tu Mungu, sababu Musa alijua pasipo Mungu siwezi ongoza hawa watu. Haiwezekani hawa watu niweze kuwaongoza. Hawa watu ni watu wabaya. Hawa watu ni watu wachafu. Yes, hawa watu ni wauaji. Yeye moyo wake akaweka tu kwa Mungu, ndiye Mungu aweze kumpa njia na uwezo na mamlaka ya kuwaongoza wale wana wa Israeli. Haleluya, Bwana asifiwe. Na wakati ule walipokuwa nyikani, Biblia inatuambia kwamba walikuwa wananungunikia Musa na hata Mungu. Walikuwa wanauliza maswali yenye haina majibu. Walikuwa hata wanatamani kurudi nyuma, warudi mahali walikuwa Misri. Hawakutazama miujiza ile Mungu aliyafanya katika Red Sea. Hawakuona. Haleluya. Lakini Moses alikuwa anatambua kazi yote ile Mungu alipokuwa anaifanya wakati wowote alipopelekana na yeye. Haleluya, Bwana asifiwe. Siku ya leo, mtu wa Mungu, wewe ulio hapo unaponisikiliza, kuna jambo moja ninakuomba. Tazama, wacha kutazama mambo yale yote mabaya ama mambo ile yote inakuja katika maisha yako inafanya uweze kuinama. Tazama hata yale Mungu amefanya. Yule muofu alikuwa ameyapanga katika maisha yako, vile Mungu amefanya na ukafaulu katika maisha yako. Watu wengi siku ya leo wanaangalianga maofu, wanaangalianga mauzito, wanaangalianga mambo yale wameyaona ya kuadhuru. Hawaangaliangi jana ilifanyika hivi, jana nilikuwa karibu kuingia katika shimo, jana niliota nikiuawa, lakini Bwana alinitia nguvu nikahubiri, alinitia nguvu nikaomba, nikaweza kuomba katika roho, alinitia nguvu, uwezo wa Bwana na mamlaka ya Bwana ikawa ndani yangu. Hatuangalii hayo, tuangalia tu mambo yale mabaya, tuangalia tu mashida yale tuko nayo. Mtu wa Mungu, naomba usiangalie shida yoyote ile. Mtu anaitwa Joseph alifika katika nafasi, hata wakati ule brother zake walikuwa na uoga, wakiona na wakifikiria kwamba ataweza kujiripisia kizazi. Joseph aliwaambia, hapana, msiwe na uoga, muwe na moyo ulio na nguvu na uwezo. Mungu yule, sio nyinyi mliweza kunifanya hayo, ni Mungu alifanya niweze kumtangulia nyinyi huku. Ndio wakati kama huu umefika katika nchi yenu, muweze kuja hapa na muweze kusimama, kula, kunywa na kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu wetu. Haleluya. Mundu wa Ngai, tiga kurora o maoru, tia kurora o maoru. Wacha kutazamia tu mabaya, tazama hata mazuri, ndio uweze kuwa na nguvu. Daudi siku moja, wakati ule alienda kwa Saul, na wakati ule Goliath alikuwa amesimama mbele yake, Daudi alitazama akasema, nilimuua duba na nikaua simba, huyu Mfilisti asiyetahili nitamfanya na yeye aweze kumezwa na ndege wa angani. Ukweli. Akasema, na sio kwa uwezo wangu haya yote iliyofanyika, ni kwa uwezo wa Mungu yule aliye hai. Kwa hivyo hata wakati ule Daudi alikuwa anaua Goliath, si Daudi alimuua, sio Musa aliongoza wana wa Israeli, hata kama wana wa Israeli walikuwa wamemkataa Mungu. Ni Mungu ndani yake, ni Mungu ndani ya Joseph aliweza kufanya watu wote katika hiyo nchi ya Farao waweze kumgeukia Farao na waweze kuitwa wana wa Farao kumpitia Joseph. Kama vile siku ya leo naitwa mwana wa Mungu, ni kwa ajili ya imani iliyo ndani yangu kumpitia Christ. Through Christ, hallelujah, I am a son of God. Through Christ, I'm righteous, I'm holy, I'm perfect. Bwana asifiwe. Lakini tukikosa
kutazama haya, tutayaangalia yale tu maofu, yale tu machungu, yale tu ile tu hasara yoyote tumepatana nayo. Siku ya leo ninaangalia, ninaona mstari wa pili katika hiyo Roman 10, neno linasema ya kwamba for I bear them record that they have a zeal of God. Wanamwamini, wanamjua Mungu, wanamjua kikamilifu, wanamjua Mungu, yes, but not according to knowledge. Hii hapa wakati niliposoma niliona ya kwamba but not according to the knowledge. Nini walikuwa wamepoteza? Imani ndani ya Kristo Yesu. Hawana ufahamu wa ile njia wanafaa kuipitia. Walikuwa wanaenda kwa Mungu direct, pasipo kutambua, pasipo Christ. Hallelujah. Pasipo Christ there is no way. Pasipo Christ hakuna njia yoyote ile wanaweza mfikia Mungu. Kwa hivyo ndio waweza kukua na knowledge of God, ni lazima waweze kumtambua Christ na wamwamini Christ, ndio waweze kuwa first of all na zeal ya kutambua kazi ya Kristo, sababu zeal ilipeanwa na Christ wakati ule alikufa, na akawaambia mitume ya kwamba mwende mkae mahali pamoja na msitoke pale, na nitamtumia msaidizi. Na yule msaidizi alikuwa Roho Mtakatifu, na huyo Roho Mtakatifu ndiye zeal ile itawatambulisha ya kwamba mmefika kuwa wana wa Mungu, mmekubalika katika ufalme wa Mungu. Sasa nyinyi ni wana wa Mungu kwa sababu mmepokea nini? Holy Spirit, Holy Ghost. Bwana asifiwe. Watu wengi wanajipeleka kwa Mungu pasipo Holy Ghost. Vile wamekauka ndani yao, wanaenda kama watu lakini wanajiita wokovu. Kanisa nyingi zinajiita wokovu lakini hawana zeal of Holy Spirit from Christ. Hawajapokea. Hallelujah. Na ndio kanisa zimechanganyikiwa, ndio kanisa ziko na vita. Sababu mtu anafikiria kwa sababu anakujaga kanisani kwa sababu anapendwa na watumishi, kwa sababu yeye anaomba maombi mengi, kwa sababu anarabasaika, kwa sababu akona mali, kwa sababu yeye ameheshimiwa. Pole. Hata waheshimiwa tunaona wakiagushwa. Na endelea tu kuitwa mheshimiwa, hata akiaguswa anaitwa tu mheshimiwa. Kama vile hautakosa kuitwa mwokofu hata wakati wewe uko nje ya wokovu. Hata wakati wewe hujatambua wokovu katika undani wako, utaitwa tu mwokofu. Utaambiwa tu Bwana asifiwe, lakini ni ya uongo. Hata wewe unajua ni ya uongo, kwa sababu mtu aliye na wokovu usio wa kawaida, haleluya, nini inafanyika? Anakuanga na uoga ndani yake na kushindwa, nikikufa nitaenda wapi? Na ndio watu wengi wanatubu kila wakati, kwa sababu wanafikiria wakitumbu watapokea ufalme wa mbinguni. Wameupokea ufalme wa mbinguni, lakini nataka kukwambia uongo. Sio matubisho itakupeleka katika ufalme. Sio kuwa mwema, sio kuwa mwenye mtulifu, sio kuwa na nini ile nini ya kuzaliwa. Ule wema mtu anazaliwa nayo. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna. Bwana asifiwe. Kuwa mkamilifu ndani ya Kristo kupitia kulitambua neno, kulisoma neno na kulitambua neno na kulitafsiri neno kulingana na vile lilivyo. Hakuna mtu anayeitwa
Lysias, kwa sababu anaombea watu, anaponywa, anafungua watu katika magonjwa, anafungua watu katika mateso. Hapana, hapana, hapana. Hiyo ilipeanwa kwa kila mmoja. Miujiza na maishara hakuna mtu hawezi fanya. Kuombea watu uponyaji hakuna mtu hawezi fanya. Hata tunaona katika neno, wakati mmoja Paul alipokuwa akinenea mfalme mmoja, Biblia inasema ya kwamba ati kulikuwa na mganga mmoja, na yule mganga alikuwa anataka yule mfalme asiweze kupokea maneno yale Paul alikuwa anayanena. Na from there Paul akasema, wakati aliona vile huyo mtu anataka huyu mfalme asipokee neno, Paul akamwambia, na kwa muda utakuwa kipofu. Hakumwambia maisha yake, hapana, alimwambia kwa muda utakuwa kipofu. Kwa nini alimfanya kuwa kipofu? Ndio kupatikane nafasi ya kufanya nini? Ya huyu mtu mfalme huyu ako mbele ya Paul aweze kusikiliza neno la Bwana. Haleluya. Na kutoka hapo yule mtu alishikwa mkono kwa muda, akafunguka macho yake, naye mfalme akaogopa. Aliogopa sana wakati aliona vile huyo mtu amefanyika. Akaamini yale Paul alikuwa anamnenea. Wakati mwingine kulikuwa na mwingine, wakati wa Peter alikuwa anawaambia waweze kumbadilishia, kuwapa, waweze kumpa roho huyo aweze kuwa anatenda miujiza nayo, ugagani, mshawi. Na alikuwa anaogopwa sana na watu wa wakati huo, sababu yeye ndiye alikuwa anaonekana mwenye kufanya miujiza. Kwa hivyo hatuwezi pima wokovu na miujiza na maishara. Hatuwezi pima wokovu katika miujiza na maishara. Hatuwezi kupima wokovu na kuomba sana na kuomba maombi makubwa na mengi. Hatuwezi kupima wokovu na uponyaji. Hawa waganga na washawi walikuwa wanaponya na walikuwa wanafungua watu katika magonjwa. Haleluya. Kuna kile kimedhibitishwa kiweze kukufanya kuwa mkamilifu kulingana na vile Kristo alivyo mkamilifu. Na ni neno la Bwana tukiliamini. Ni mapenzi ya Bwana tukiyafanya kulingana na vile ilivyo. Haleluya. Utukufu wa Mungu ndani yetu. Na ni lazima tuweze kuamsha huo wema uko ndani yetu kwa kulisoma neno, ndio tuweze kutambua yale yote yamefichwa ndani ya neno lile, ndio tuweze kulifanya kulingana na vile Mungu anavyotaka. Haleluya. Paulo akawaangalia akaona ate, kwa maana anashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Wanajuhudi, wako na bidii. Bidii yako ni bure katika imani ya kazi ya Kristo. Bidii yako ni bure. Kazi yako yote ni bure. Matendo yako yote ni bure. Pasipo imani yote ufanyayo ni bure. Nwaigua bure, ndakwera ni bure. Mwathani arogocwo. Ni kindu hatari, ni takataka. Na ndio Paulo alisema, nilihesabu yangu yote yale niliyoyatenda. Yote yale nimetilia maanani, akaihesabu yote kuwa bure, kuwa mafi. Akaipoteza ndio aweze kupokea ingine. Na mimi na wewe tusipopoteza yale yote tunaona kama iko katika usawa, tuko na nafasi ya kukaa katika mahali pamoja, tusidhibitike katika Kristo. Bwana asifiwe. Number 3, for they being ignorant of God's righteousness. God's righteousness. What's God's righteousness? Tunafanyika kuwa righteous wakati tumepokea zeal of the Holy Ghost. Wakati tumelisoma neno, tukaliamini neno likatubadilisha, ndio tupokee wokovu kamili katika Kristo.
kamili unadhibitishwa ndani yetu kupitia Roho Mtakatifu, the Holy Ghost. Hallelujah. Sio kuomba rosary, sio rosary. Hapana. Sio kutazama picha ya Kristo ya yule mtu aliyecheza hiyo. Sasa watu wakati walimpiga picha, sasa wakasema huyu tunaweza muweka kama symbol ya Christ. Wacha kuomba symbol. Wachana na sandals. Huyo mtu ni sando. Hata miaka fulani imepita alijitokeza akasema hapana, msiniite Christ. Mimi ni mtu tu. Ni watu walitaka niweze kusimama katika mwanya wa kuitwa Christ. My dears, symbols simekosea watu wengi. Vivuli simepoteza watu wengi. Wanafikiria vivuli, handkerchiefs, wanafikiria anointing oil, wanafikiria kuosha watu miguu kama vile wanasikia Yesu aliosha. Hapana. Ilikuwa kivuli ya kuonyesha vile anataka watu waweze kufanywa moyoni mwao, kuoshwa. Water is a symbol of the word. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Tuache kuingia katika mawazo yetu na kufafanua neno kulingana na vile mawazo yetu inavyotuambia na vile tunavyowaza. Hapana, tutajifungia rango. Tuka katika mawazo yako, tuka katika kazi yako, tuka katika ulimwengu wa giza, uingie katika ulimwengu wa nuru kupitia neno la Bwana, katika kazi ile Kristo Yesu aliyoifanya. Hatuingizwi katika ufalme wa nuru kwa matendo. Biblia inasema ya kwamba for they are ignorant. Usifikirie kwamba wewe utasema ni pastor wetu hakutuambia. Hapana, umepewa akili tano timamu. Ati wewe una uwezo wa kulisoma neno na kulitambua. Kwani huyo atatabulishiwa na nani? Alilisoma neno akawa na ufunuo wa kazi ya Kristo. Hata wewe ninakunenea, una nafasi, una kibali ya kulisoma neno na uweze kufafanukiwa from Genesis to Malachi na from Matthew to Revelation. Tuchukue New Testament tuweze kulifafanua Old Testament. Ukweli wote umefichwa ndani ya Old Testament. Nayo New Testament kazi yake ni kufafanua Old Testament. Sio kusoma Old Testament unaanza kulihubiri likiwa uchi. Nguo ya Old Testament ni New Testament. Nguo ya Old Testament ni New Testament. Kama unataka kutambua Old Testament, yes, fafanua na New Testament. Kwa hivyo ni lazima uisome Old Testament, iingie ndani ya moyo wako. Usome New Testament, iingie ndani ya moyo wako. Sasa huko ndani utaweza kumuona Christ yule amefichwa ndani ya Old Testament. Hallelujah. Pasipo kumtambua Christ ndani ya Old Testament, hakuna Biblia umeisoma na hakuna ufunuo ulio nao. Hallelujah. Bwana asifiwe. For they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness. Kuna two types of righteousness. Hallelujah. Righteousness moja ni righteousness ile imetoka kwa Mungu, na kuna another righteousness ile imetokana na mwanadamu. Hallelujah. Wewe uko na haki, unaweza ionyeshana kila wakati na watu wale walio katika ulimwengu hawajatambua righteousness of God, wakuone kama uko sawa ama uko right. Lakini mtu yeyote yule ametambua righteousness ya Mungu,
Atakutabua mara moja ya kwamba wewe umevaa kazi yako, umevaa your righteousness, umejificha katika your own righteousness, unatambulisha your own righteousness. Yeah, unashiriki katika your own righteousness. Lakini yule aliye na righteousness kutoka kwa Mungu, hakuna mahali anajiona, hakuna mahali anapeana haki yake. Yeye anasimama katika neno na kulipeana neno la Bwana, ndio watu wote waweze kutambua Mungu kupitia Christ. Haleluya. Kwa sababu siri katika maandiko ni Christ. Na mahali popote ukitalisoma neno ukose kumuona Christ, hiyo sio neno umesoma. Umesoma nofo, umesoma mawazo yako, umesoma akili zako, umesoma mapenzi yako, na utatimiza tu mapenzi yako. Hautaonyeshana uungu wowote ule katika uaminifu wa Mungu na wa Kristo. Haleluya. Na kupenda sana we mtu wa Mungu ulio pale katika uwezo wote wa Mungu wakati huu Mungu anavyonena. Bwana asifiwe. Neno la Mungu ni mawazo ya Mungu. Neno la Mungu ni moyo wa Mungu. Neno la Mungu ni mawazo ya Mungu. Na mawazo ya Mungu isiyoingia ndani ya mawazo yako ndio iweze kuongoza mawazo yako. Utakuwa katika your own righteousness. Yes, moyo wa Mungu usipoingia ndani ya moyo wako utakuwa ukiongoza na your own righteousness. Tunafichwa katika our own righteousness wakati wowote tumechukua neno lake Bwana, tukaliamini neno lake Bwana katika njia ya Ukristo, katika uongozi wa Ukristo. Na wakati tumepokea hiyo nafasi, ndio tunafika katika nafasi ya kusema kweli kwamba I'm righteous, I'm holy, I'm perfect like Christ. Bwana asifiwe. Ni upendo wa Bwana ulio ndani yetu, ni nguvu za Bwana zilizo ndani yetu, ni ufalme wa Bwana ulipeanwa ndani yetu. Mtu yeyote yule hana ufalme wa Mungu ndani yake hawezi nena ya ufalme. Ataichanganya tu, atanena yake na ya ufalme, yake na ya ufalme, atataja Yesu hapa lakini sio Yesu mkamilifu, sababu mahali popote kuna mikate miwili. Kuna mikate miwili. Mikate mingapi kama ile ilikuwa na yule chief baker? Alikuwa na mikate aina mbili. Na wakati ule alipokuwa amebeba ile mikate, ndege wa angani zilikuwa zinakuja, sina kula ile mikate aina mbili. Uko katika sheria. Mkate wa kwanza ni sheria, mkate wa pili ni neema. Law and grace. Mkate wa kwanza ni law, na law imekukubalisha kufanya jambo lolote. Law imekukubalisha kukaa katika nafasi yoyote na kufikiria katika mafikira yoyote na kutambulisha your own righteousness. Hiyo ndio law. Lakini nayo grace, kila kitu mtu anatambua, nimepokea everything. Yeah, everything in me is grace. Ni neema nimepokea, si changu, ni kupewa, nimepewa. So nitainua yeye aliyenipa, nitamuonyeshana yule aliyenipa, nitafundisha watu mahali watatoa. Si kwangu mimi ninaowafundisha, lakini ni kwa yeye yule anaitwa Christ. Haleluya. Musa akaambiwa, ambia wana wa Israeli katika Numbers 21, ambia wana wa Israeli, yeyote yule sitaondoa nyoka wa moto, na yeyote yule ameumwa na nyoka wa moto, sheria, yeye yule ameumwa na sheria, yeye yule ako chini ya mateso, aweze kuangalia nyoka wa shamba. Haleluya. Aweze kuangalia neema Christ, amtazame grace, amtazame neema atamponya. Yeyote yule ameumwa. Wewe uko chini ya mamlaka ya sheria, umeumwa.
Sheria imekuuma, sheria imekuua. Hauko uhai, umekufa. Haujafika kuwa delivered. Bwana asifiwe. Na ndiye Yesu alikuja akasema ya kwamba katika mstari wa 4, wacha tuusome. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Ate kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria kwa kila aminie ahesabiwe haki. Kwa hivyo ndio tuweze kupokea uhaki, na ndio tuweze kuponywa. Shida yote ile iko ndani ya mioyo yetu, ni lazima tuweze kutambua grace, kutambua Christ. Christ alikuja kuondoa sheria, sababu sheria iliwafanya watu wote waweze kuhesabiwa kuwa wenye dhambi. Sheria iliua watu. Sheria ilishindwa na kuwaokoa wanadamu na kuwatoa katika wafu, kuwatoa jehanamu. Sheria ilidumisha watu katika jehanamu. Yes. Musa alijua hii sheria ninawapa, hakuna mtu awezaye kuidumisha. Na alikuwa anajua hakuna mtu ataweza kuitenda, aweze kuikamilisha. Akawapa kwa sababu alimkataa Mungu. Na alikuwa anataka watu hawa waweze kumrudia Mungu. Ndiye Mungu awaongoze kwa utukufu na kwa mamlaka yote itokao kwake. Akawapa sheria ile Musa aliambiwa, enda utengeneze 2 tablets. Uweze kuandika ile sheria ilikuwamo, uweze kuwapa. Haleluya. Kwa hivyo Musa akachukua matope na akatengeneza jiwe. Ilitengenezwa na mwanadamu, iliandikwa na mkono wa mwanadamu. Mwanadamu akampa mwanadamu. Mwanadamu hakuna mahali anaweza peleka mwanadamu yule mwingine. Na wakati walipewa ile sheria, ilikuwa wamepewa na mkono wa mwanadamu Moses, ikawaua, kwa sababu kazi ya mwanadamu ni kuua. Moses aliandika, jicho litoke jicho. Haleluya. Ukiua na wewe uwawe. Usijenge nyumba ya gorofa. Na hizo ndizo tuko nazo. Usipande mashambani lako mimea aina mbili tofauti. Kama ni kahawa, ni kahawa tupu. Kama ni madisi, ni madisi tupu. Kama ni maharagwe, ni maharagwe tupu. Kama ni beans, ni beans tupu. Lakini siku ya leo tumechanganya kila kitu. Usivae nguo ya rangi mbili. Sasa hivi unaona nimevaa. Hiyo ni sheria ya Musa, ilisema usivae nguo ya aina mbili. Yesu naye akaja akasema, nila yangu ni rahisi na ni nyororo. Chukueni nila yangu, sababu ni rahisi na ni nyororo. Yesu akitaka kuwaokoa watu kutokana na ile sheria ilikuwa mzito, lakini watu walikatalia sheriani. Yes. Haleluya. Mambo ni mengi. Sheria ikawa 6:12 ama 6:13. Na wakati ule ilikuwa inahitajika uweze kuitimiza kila siku hiyo sheria. Usiweke wanyama aina mbili. Ng'ombe na busi sisiwekwe pamoja. Leo hii tunakuaga ng'ombe, busi, kuku, kila kitu. Haleluya. Ikasema hiyo sheria, usinyoe huku upande. Usinyoe. Ikasema hiyo ni sheria ya Musa. Iko na mambo, na nimekwambia ni 613. Mtu wa Mungu, nani awezaye kuitimiza? James akasema, avujae moja asivuja zote. Wewe unajua tu ile 10, na hiyo 10 hata hauwezi kuiweka. Unaivuja tu ukiamka. Unaivuja tu asubuhi kabla hujatoa mguu, unaivuja. Haleluya. Nani awezaye
kuingia katika ufalme wa mbinguni kupitia sheria? Hamna hata mmoja. Sheria ilikuja kukupinga, na ndio Yesu alikuja katika huo mstari wa 4 akasema, for Christ is the end of the law. Yesu akafikisha ile sheria mwisho, ndio watu wa Mungu waweze kuwa delivered. Hakuna mtu aliye ndani ya sheria amefanyika kuwa delivered. Mtu yeyote aitimiza sheria hajaokolewa. Mtu yeyote anainua sheria hajaokolewa. Mtu yeyote anaabudu shadows, mifano ile idani ya Biblia, ukakosa kutabua from act. Mitume wakati walitumwa walihubiri Christ reality, walionyeshana reality ya kweli Christ, kazi yake. Hawakuonyeshana hii kikombe ni mfano wa Kristo, hii ni shamba lile lilipandwa. Hapana, alikuja kuondoa, alikuja kuondoa hayo yote tuweze kusikia na kuamini, tuweze kusikia. Kwa hivyo ni lazima uwe na kiongozi, ni lazima uwe chini ya mentor, ni lazima uwe mahali mnakusanyika kama church, watu 2 watatu. Mungu hana haja na maelfu ya watu 2 watatu. Hapo Bwana anamwaga neema yake kwa ajili yake. Tunakutana 2 watatu kwa ajili yake, hapo Bwana anamwaga baraka yake. Haleluya. Sio wingi wewe pastor, ate hakuna kazi ingine unafanya. Kazi yako ni kuomba na kufunga, ni kwa sababu ya watu waongezeke kanisani. Kwanza peleka hao uko nao mbinguni. Kwanza wajulishe juu ya kazi ya Kristo. Wanaongezeka wafanye nini? Wakupe fedha? Wanaongezeka wafanye nini? Wawe wanakubeba, wakununulia gari, wakujengea nyumba? Hapana. Fanya juhudi juu chini uweze kuwajulisha mapenzi ya Mungu kumpitia Christ, kupitia kufa, kuzikwa na hata kufufuka. Ukifanya hivyo, mambo ya mengine yote watafanya kwa moyo na kwa upendo, pasipo kusukumwa. Lakini mtu yote aliye chini ya sheria ni wa kusukumwa, na ndio unaona watumishi wengi wametengeneza mambo zao za kuwapora watu, sababu ni lazima wawasukume ndio wafanye. Na mimi nikasema afadhali kuwa hivyo pasipo na kitu kuliko kuwadanganya watu. Tulikuwa katika hiyo udanganyifu, tulikuwa hatujui neno la Bwana, tulikuwa hatujui ufunuo. Bwana awabariki wale walituongoza, Bwana awabariki wale walitumwa katika maisha yetu, na Bwana ubarikiwe wewe ulifanya mioyo yetu iweze kutulia na kupokea kwa uchungu mwingi sana, kwa mateso mengi sana tulipata wakati tulikuwa tunajaribu kuachana na sheria, kwa sababu ilikuwa imejengwa na imeshindiliwa katika mawasho yetu na katika maisha yetu. Lakini Bwana asante, ni kwa sababu ulifanya tuweze kufunguliwa. Nicodemus wakati alipokuja kwa Christ, Yesu akamwambia ni lazima uzaliwe tena. Kupata ufalme wa mbinguni ni kuzaliwa tena. Hata yeye alishindwa aje. Ndio ninakwambia tulikuwa ndani ya mateso makubwa. Tuliteseka tukijaribu kuamini ati kuzaliwa tena aje. Nicodemus hakuweza kuvumilia, aliondoka na akaenda. Wewe umevumilia mpaka mwisho. Watu wale walikaa na Yesu Kristo 5,000 men, wale walikaa na Yesu Kristo mpaka siku ya mwisho, ndio walikula chakula ya neema, ndio walikula chakula ile Yesu aliobea, ikawa multiplied. Bwana asifiwe. Na wewe mtu wa Mungu, ni wakati wangu na wakati wako wa kufanyika na kuelewa niko pale pasipo kutangatanga.
Haleluya. Nakupenda, time yangu imekwisha. Na kwa sababu imekwisha ningetaka kuendelea, lakini my dear, nakupenda. Kaa chini ya mamlaka ya neno. Liamini neno. Tabua neno mpaka mwisho. Lionyeshane neno mpaka mwisho. Na nguvu za Bwana zitaandamana pamoja na. Bwana asifiwe. Kesho nitakuja mapema kidogo, sababu time ile ninaingianga kuna mahali nitakuwa nikikimbia. So kesho nafikiria na ninaomba niweze kuingia saa 2 nimalize saa 3. Kuna uwezo wa kuingia saa 2 nimalize saa 3 ndio niweze kuondoka. Please my dears, nampenda. Na ninajua nami mnanipenda, na ndio tunakuanga pale kila wakati tukisikiliza hili neno. Tuwe na maarifa. Maarifa sio kumjua Mungu. Maarifa ni kumtambua Christ na kazi yake. Na hiyo maarifa, hiyo knowledge itafanya niweze kumtambua Mungu katika kazi ya Kristo. Na nashukuru Bwana, nainua Bwana kwa wema na fadhili zake. Wacha tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Wewe u mfalme na wewe u mwaminifu. Jehova, wewe ndiye nguvu zetu na uwezo wetu. Na katika yote umetupa kibali cha kuitwa watoto wa Mungu. Pokea sifa. Hata wakati huu tunanena, twanena tukiwa tu ndani katika mkono wa kulia wa Bwana wetu Yesu Kristo, tukishangilia na tukiwa na amani na furaha kwa matendo yake makuu. Tunashukuru jina lako Bwana na tunakutukuza, ni kwa sababu ya vile wewe ulivyo mwema. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, amen, amen. Naomba ile group tunaenda nayo Murang'a tuwe katika maombi ya kuomba na tuweze kuwafungua watu mahali pale, na ndio waweze kuja kwa wingi. Kutakuwa na mmoja yule amefanya tuweze kutumwa hizo siku 3 mahali pale from 21 to 23. So nashukuru Bwana nikijua ya kwamba yote yatawezekana, yatatimia kulingana na vile Bwana alivyo mkuu na mwema. Bye. Yes. Sonia, Catherine, Susan, Beatrice, ninamuona pale nyinyi wote, akina Ann. Wacheni tukaweza kushukuru Bwana wakati wote tumebarikiwa na neno lake. Kwa pendo lake sisi tunaitwa wabarikiwa. Wewe unajiita mbarikiwa. Asubuhi, kila asubuhi unasema mbarikiwa ameamka. Elias woman, Elias daughter of God ameamka. Elias man of God ameamka. Thank you. Bye bye.